الله الحمد لله على كل حال وأعاذنا الله من حال أهل النار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake kutokea jana mpaka leo. Basi sisi tuendelea kupumua, tuwazima. Kuna wengine wako hospitali sahihi, ili hali jana walikuwa wazima. Wengine wameamka wakali wakiwa wanashonewa sanda, sahihi wameshazikwa, wanatajwa kwa jina la kwamba ni marehemu. Kwa hiyo si bado tuko hai, ni neema kubwa hii. Si kwamba Mungu sisi anatupenda sana wale akawa amewachukia, la, ni katika matakwa yake Mwenyezi Mungu, yeye ndo anajua kwa nini amfanya hivyo. Tukiendelea katika kitabu Siyam, katika babu somi tatawwu, kitabu cha funga, katika mlango wa funga za sunna. Wan Abi Dharr radhiyallahu ta'ala anhu qala, kutoka kwa Abi Dharr radhi Mwenyezi Mungu zimwendee, amesema amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ametuamrisha Mtume wa Mwenyezi Mungu, annasuma min ash-shahri thalathata ayyam, tufunge kutokana na kila mwezi siku tatu. 13, siku ya mwezi 13, 14 na mwezi 14, wa 15 na mwezi 15. Rawahu an-Nasa'i, at-Tirmidhi wa sahahahu Ibn Hibban. Tufunge kila mwezi siku tatu katika funga za sunna. Hizi siku tatu hizi kuanzia mwezi 13, 14, 15 wanazita ayyamul bidh, zile siku nyeupe. Tukiwa kwenye Ramadhani tunazipata pamoja na Ramadhani yake inshallah, lakini katika miezi mingine tutakuwa tunazifunga, isipokuwa siku hizi tunaweza tukazikosa katika miezi mingine, tukiwa katika mwezi wa mfungo tatu, ambapo tukiwa tumeswali mwezi 10. Kwa hiyo kuanzia 11, 12, 13 pale bado huwa msiku. Kwa hiyo kama tutapata, tunaweza tukapata 2 tu, lakini moja ikawa imeruka, kwa sababu moja huwa ingiliana na sikukuu ambayo ni sikukuu ya 4, pale itaruka. Lakini wengine wakasema hata hiyo 15, 14, 15 kwa siku kama zile mtu anaweza akapumzika, kaziacha zikapita, kwa sababu bado ukena mabaki ya Idi. Katika funga za sunna, wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Abi Hurairah radhi Mwenyezi Mungu zimwendee, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume wa Mwenyezi Mungu rehema na amani zimwendee, qala, amesema, la yahillu lilmar'ati, haifai, haiswi, si halali kwa mwanamke, antasuma wa zawjuha shahidu, kufunga na ikiwa bwanake au kwa jina mume wake yupo mjini, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini yake. Akitoa idhini afunga, atafunga. Muttafaqun alayhi. Wallafdhu lil-Bukhari, na tamko kwa Imam Bukhari hivyo hivyo, lakini zada Abu Daud,
Abu Daudi yeye akazidisha maneno akasema ghaira Ramadhani, isipokuwa mwezi wa Ramadhani tu. Na naam, ndivyo hivyo ilivyo. Mwanamke katika funga za suna, sheria ya mruhusu ikiwa inamzuia ikiwa ameolewa na bwana wake yuko mjini, asifunge mpaka aruhusiwe na bwana wake. Akisharuhusiwa atafunga. Ama Ramadhani kwa mfano, labda Ramadhani imekuja hii mfunga imalizika, alafu katika zile ada zao wanawake zilipopita ikawa wamebakisha yeye, sasa anataka kulipa, kwa hiyo hapo anafunga. Kubwa ni kumpa taarifa tu, bwana, kesho mimi nafunga. Amependa hakupenda, hakuna kutii kiumbe katika ukhalifu faraidhi za Allah. Kwa hiyo atampa habari tu ajue kwamba kesho mimi nafunga zile fardha nilizobakisha. Sasa ampenda sawa, hakupenda, lakini yeye kwa faradhi hakuna kwamba lazima akubali. Ama suna atamsikiliza, kimwambia funga atafunga, la usifunge basi hatafunga. Tukiendelea, Nabii Said al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Abi Said radhiyallahu Mwenyezi Mungu zimwendee, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume wa Mwenyezi Mungu rehema na amani zimwendee, naha an siyami yawmaini, mtume alikataza kufunga siku mbili. Siku gani? Yaumal fitri, sikukuu ile ya kumaliza Ramadhan, wa yauman nahri, na sikukuu ya mfungo tatu, sikukuu ya kuchinja nyama, hivyo ile sikukuu ya mfungo tatu. Mutafaqun alayhi. Siku hizi mbili hakuna funga. Kwa hiyo kiwa mtume kashakataza na ukifanya utakuwa umekhalifu amri ya kiongozi wako. Hata ile funga hiyo labda umetia nadhiri kwamba hakuna funga siku hizo mbili, hakuna. Siku hizo ni siku za kufurahi na kula na kunywa tu. Naam, tukiendelea, wan Aisha wa ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum, kutoka kwa Aisha na ibn Umar wa Abdu Umar ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum, kutoka na kijana cha Umar za Mwenyezi Mungu zimwendee, ambaye ni Abdullah ibn Umar za Mwenyezi Mungu ziwendee. Khala au wawili, Aisha na Abdullah ibn Umar, wamesema lam yurakhas fi ayami tashrik, haijaruhusiwa katika masiku ya tashriki, ayusomna, kufunga, illa liman lam yajid alhadiya, rawahu al-Bukhari, ila isipokuwa kwa yule ambaye hakupata kichinjwa, na huyu ni wale watu waliokuwa wako hija. Sasa yeye anafunga. Ayyam tashriq ni siku zile tatu baada ya Idi, siku tatu katika mfungo tatu. Ile siku ya 10 ambayo tumeswali Idi, alafu siku ya 11, 12, 13, hizi zinaitwa ayyam tashriq. Na siku hizi haruhusiwi mtu kufunga, Mtume amekataza, ila kwa mtu aliyekuwa yuko hija akawa amekosa kichinjwa. Sasa yeye
kuna hukumu zao walipangiwa namna vile atafanya. Hapo yeye kitokea kwamba imempasa afunge, ndiyo ana ruhusa yeye kufunga. Ama sisi wengine tulio huku, siku zile 4 ni siku za kufurahia kula na kunywa na kumtaja, kumdhukuru Mwenyezi Mungu. Hakuna funga katika siku hizo. Naam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu Mwenyezi Mungu zimwendee, kutoka kwa Mtume rehma na amani zimshukie, qala, amesema la takhusu lailatal jumu'ati biqiyami, mtu asihusishe usiku wa Ijumaa kwa kisimamo cha usiku, min baini layali, katika baina ya yale misiku mengine, kwamba wewe ukawa umechagua special, mimi nitakuwa nikisimama usiku wa Ijumaa tu. Tumesema usifanye hivyo. Wala takhusu yaumal jumu'ati bisiyami, wala asihusishe siku ya Ijumaa kufunga, kwamba mimi funga zangu za sunna nitakuwa nafunga Ijumaa tu. Min baini layali, katika yale masiku mengine ukawa umechagua hii Ijumaa tu. Illa, asema Mtume, isipokuwa an yakuna fi sawmi, ikawa ile Ijumaa ikaingia katika funga fulani, yasumuhu ahadukum, ambayo anafunga mmoja wenu. Mfano kama funga ya baba yetu Nabii Daud, alikuwa yeye akifunga, anafunga leo, kesho anakula, kesho kutwa ile nyingine anakula, hivyo tu mwaka mzima, funga leo kesho wala funga leo. Sasa kwa mfano labda mtu ingoja funga hii akawa anafunga hivyo, sasa leo amaliza kwa mfano ikawa ni Alhamisi, alafu kesho Ijumaa, au amaliza jana kwa mfano ikawa Jumatano, leo apumzike ikawa Alhamisi, kesho kutwa akiamka ni Ijumaa akawa anafunga tena. Hii hakuna shida, kwa sababu ile funga leo akifunga imeanguka na ile siku ya Ijumaa, kwa hiyo itakuwa funga kama ile, hakuna shida. Au mfano yaumu Arafa ikawa imeingia ikawa ni Ijumaa, hasa na wewe pengine labda umekusudia kufunga ile ya Arafa tu katika zile siku, hivyo hakuna shida, kwa sababu imeingia katika siku ambayo ni siku ambayo ina ruhusa ndani yake kufunga. La, kwa masiku mengine hivi ukaichagua tu Ijumaa tu, hii Mtume amesema usichague hivyo, funga hiyo Mtume amekataza. Wanu aidha, tukiendelea na huyo Abi Hurairah, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehema na amani zimwendee, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'a, asifunge mmoja wenu siku ya Ijumaa, illa an yasuma yauman qablahu, ila afunge siku kabla ya Ijumaa, halafu ndio ataunganisha na Ijumaa. Pengine akafunga Alhamisi akafunga na Ijumaa, au yauman ba'dahu, au afunge na siku nyingine baada ya Ijumaa. Ukifunga Ijumaa labda wewe utafunga na Jumamosi, lakini kuchagua Ijumaa tu peke yake, hii imekataza. Naam, tukiendelea, wan Ummi Salama radhiyallahu ta'ala anha, kutoka kwa Ummi Salama radhi Mwenyezi Mungu zimwendee, amesema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume wa Mwenyezi Mungu rehema na amani zimwendee, akthara ma kana yasumu min al-ayyam,
katika zile siku nyingi ambazo alikuwa afunga yeye, miongoni mwa wale masiku yauma sabti wa yauma al-ahadi, siku ya Jumamosi na Jumapili. Mtume alikuwa apenda sana kufunga siku hizi. Ummu Salama anaelezea, wakana yakulu, na Mtume alikuwa anasema hivi, innahuma, hakika hizi, yauma aidin lilmushrikin, hizi siku mbili ni siku ambazo ni idi ya washirikina. Siku mbili hizi washirikina kama Wakristo na wengineo ni siku kwao wanafanya ibada, wengine wana itikadi ni siku zaidi kwao wao. Kwa hiyo Mtume akasema, wa ana uridu an ukhalifahum, mimi nataka kuwakhalifu kama kwao ni idi, mimi kwao iwe ni siku ambayo nitakuwa nimefunga. Naam, rawahu an-Nasai wa sahahu Ibn Khuzaimah wa hadha lafdhu. Imam an-Nasai akapokea, Ibn Khuzaimah akaisahihisha hii hadithi kwamba ni sahihi. Naam, Mtume alikuwa anawakhalifu Mayahudi kama sisi tunawafuata Mtume, yeye akiwakhalifu. Sasa kiongozi awakhalifu Mayahudi, wafuasi wanaunga mkono Mayahudi. Mmoja atoa darsa akisema kwamba watu wakiwa wanakwenda na mazefe yao huishia kule makaburini, halafu wakishaishia huko makaburini, kinachofuata nini? Watu wanaenda kuomba kwenye makaburi. La, hatuombi makaburi, tunaenda kuwaombea waliolala mule kwenye makaburi, kwa sababu anasema hii ni shirki, kwa sababu inaelekea kuwa shirki kama ilivyokuwa shirki wale watu wa Nabii Nuh. Badala ya kushondoka, Ibilisi alikuja na hikma nyingi mpaka kiasi ya kwamba watu wale waja wema wao walioondoka ikawa wanawafanya ndio miungu yao. Hapa bado hapajafahamika, na uzuri si kutia zogo na makelele. Kama hujafahamu, waulize wale wanaofanya lile jambo, wakufahamishe, itakuwa vizuri zaidi kuliko weka zogo, makelele makubwa. Umekuja kufundisha watu Uislamu, wafundishe Uislamu, usiwafundishe watu njia za kutofautiana. Wenyewe hali taabani tayari katika Uislamu wao. Sasa na wewe ukija na vihodohodo hivi na vile, unaongeza tofauti, wazidi kuwa wanyonge. Na nao wamekuwa wanyonge mpaka wamekwenda kuwafuata Mayahudi vile wanavyotaka wao. Leo imefikiria mahali mashule, sisemi watu wasome shule hadi nifahamike, umekuwa kuna lazima ya tuition. Mtoto anatoka saa 11 nyumbani, anarudi saa 3 usiku. Halafu mtoto wewe wa Kiislamu, wewe mwenyewe ujiulize, huyo Uislamu aliosoma saa ngapi? Na ikiwa ni Jumatatu na Alhamisi madrasa, watu wanaenda jioni, magharibi, baada ya magharibi ndio wanashuka madrasa. Madrasa yenyewe ni saa 1 au saa 1 kasoro, ikifika saa 2 kasoro inafungwa madrasa, yeye anaingia nyumbani saa 3. Wewe jiulize, Uislamu atosoma saa ngapi? Baada ya miaka 15 ijayo anashindwa kutetea Uislamu. Kwa sababu gani? Fikra zilizokuja na Uyahudi, na hilo basi Uislamu imbidi kwa hali zetu duni tumeupata, tuna jinsi.
twaenda vile tunavyopangiwa. Utaambiwa ni tuition na hii si ombi, ni amri. Sana nataka mtoto wako asome hapo, wafanyaje? Bidi wasome kwenda kupata hivi, ndio inavyopanga. Sasa hii hali tulionayo, na wewe ukija ukiongeza tena vineno vya hapa na pale, waona itaongezeka kiasi gani? Tofauti zitazidi kuwa nyingi. Kwa hiyo watu hawendi kuomba makaburi shekhe, watu wanaenda kuwaombea wale waliolala pale. Tumalizie. Wa Nabii Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha an sawm yawm arafata bi Arafa. Mtume amekataza kufunga siku ya Arafa kwa Arafa. Siku ya Arafa kwa Arafa kivipi? Siku ya Arafa kwa aliyehija, tunasimama Arafa halafu akafunga Arafa, hii imekatazwa. Wale kule mabwana, masuala ya kufunga wao hawako. Masuala ya kufunga ni sisi ambao tuko huku. Funga kule wao haiwahusu, wao wanashughulika na amali zao za hija tu peke yake. Hadithi rawahu al-khams, walipokea maimamu watano ghaira Tirmidhi tu hana hadithi hii, wasahaha Ibn Khuzaimah wal Hakim. Ibn Khuzaimah na al-Imam Hakim wao wakisahihisha hadithi. Tumalize hadithi ya mwisho katika babu siyami tatawwu. Wa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu Mwenyezi Mungu zimwendee na babake, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehema na amani zimwendee, la sama man sama al-abada, anafunga yule anayefunga siku zote. Mutafaqun alayhi. Siku zote vipi? Siku zote hii Ramadhani, niseme kwamba si Ramadhani. Ramadhani imeisha, ikawa wewe baada ya mwaka baada ya Ramadhani masiku yote hayo atakayobakia ukao kufunga siku zote, kufunga. Hapo tumesema huyu hana funga, hakuna funga ya hivyo. Na ikiwa funga ya hivyo itakuja, manake ipo ni funga ile ya Nabii Daudi alayhi salamu. Yeye alikuwa afunga leo, kesho yala, funga kesho kutwa, hivyo mwaka mzima, funga moja kula, funga moja kula. Hii ipo funga hii na yafaa. Lakini ile funga ya kunyosha dabani kesho kutwa, hivyo miezi yote nobaki ya Ramadhani wewe kuamka na kufunga, hii funga hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataa, kwa sababu hapa kuna maslahi mengi yatakoseka, na ni muhimu kupatikana kwa watu wa familia yako nyumbani kwako. Kuna watoto hapo wanahitaji gharama nyingi zifanye, na wewe ukiwa umefunga siku zote, mwisho utaenda zile nguvu nazo itakuwa dogo. Hata wewe utajiri pia, kwa sababu utakuwa gharama zote kwa mfano nazo pia kuna gharama zingine zitakoseka. Ingine mke wako kama amekuhitaji mchana, wewe mwambie ufunga, hivyo basi utakuwa unajua kitu pale unapokitamani kwa ndio muhimu nacho zaidi kuliko pale ambapo wao umefanya kuletea watu. Au mfano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ametwambia, mtu ambaye atakuja umkopesha, basi ukimkopesha utakuwa na ujira zaidi kuliko yule mtu ambaye umekwenda kumpatia tu kama sadaka, kwa sababu ile sadaka mwenyewe mtoa kwa sababu mpenda. Lakini yule mtu ambaye amkuja anataka mkopo na ukamkopesha, ujira unaongezeka zaidi, kwa sababu yule alikuwa
yuko kwenye hali taabani kiasi mpaka wewe aje kwako atake kukopesha, kwa sababu anayejua uzito na hatari ya deni hawezi kukimbilia deni tu. Lakini ukimwona mtu mpaka amfikiria ankimbilia deni, onekana huko nyumbani mtihani. Sasa unapompatia ili ule mkopo utakuwa umesaidia, pengine umesaidia jamii kubwa na watoto labda wanasubiria yeye kama baba. Sasa kule kumpatia utakuwa umeokoa umma mkubwa, hivyo ujira unakuwa unaongezeka zaidi kuliko kule utakapokuwa umetoa sadaka. Hivyo funga ya kufunga siku zote mwaka mzima, hii Mtume amekataza, kwa sababu kutakuwa kuna faida kwa watu wengi za kosekana. Tukimaliza kitabu hichi katika babu siyami tatawwi, tumemalizia hadithi hii. Kesho inshallah biidhnillah, Mungu akitufikisha, tutaingia katika babu al-i'tiqad wa qiyam Ramadhan, kwa sababu tumefikiria 10 la i'tiqad, 10 la mwisho hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa katika 10 hili anakaa i'tiqad, na kuondoka kwake wale mama zetu wake zake walikaa itikafu na wao mpaka Ramadhani zote walizoziwahi walikuwa wakikaa itikafu mpaka waliondoka na wao. Hivyo ni suna ambayo ina umuhimu mkubwa sana, lakini pamoja na kwamba hali ndio hizo yashindikana, walau japo kile kisimamo chake iwe tutaki, Mungu akituwezesha iwe tutaweza kukisimamisha. Na uzuri wa jambo linakuwa na nguvu kwa mtu pale ambapo anakuwa analijua kwamba hili jambo lina thamani gani. Ukishalijua sasa, ukiliacha utakuwa unaacha wewe na unajua nimeacha, nimekosa nini hapa. Lakini kama hujui, kufanya kwako na kule kutolifanya unakuta ni sawa. Namna ndiyo maana unakuta elimu yetu ya dini ya Uislamu yadhoofika tu, kwa sababu hatujui thamani ya ile elimu wala faida zake, na kwa kujua ni duni sana. Kwa sababu ukiangalia kule mashuleni tunasoma kwa nguvu, kwa sababu kule tayari tunajua faida ya ile elimu ni utapata kazi, pengine kama mwanajeshi, daktari vile, na alhasil kazi yote utakayopata, lakini wajua faida yake mwisho unampokea kwenye mshahara. Lakini elimu yetu hii ya dini faida zake tasifiwa, sijui utapata, lakini tutaona ni huko si hapa, na wakati nafsi zetu huwa zimemili sana faida za hapa. Lakini pamoja na yote yale, tutakapoelezana faida za kile kisimamo chake na itikafu katika 10 hili, basi inshallah ule atakayewafikiwa, wala kama utashindwa mchana, pengine usiku, labda ujokaa ile itikafu usiku, alafu asubuhi utakwenda katika mahangaiko yako ya kidunia, kwa sababu nyumbani kila mtu anajua kuliko kule nyumbani. Hivyo pia nawe utahesabiwa angalau hiyo nusu ya siku, utakuwa utahesabiwa na wewe umepata kitu kidogo katika itikafu. Inshallah Mungu atujalie min alladhina yastami'una qawla yattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.